Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa chini ya mwenyekiti wake Rais Samia Suluhu Hassan imefanya kikao maalum jijini Dodoma jana Machi 10 mwaka 2025 ambapo imepokea na kujadili mapendekezo muhimu kuhusu marekebisho ya kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola pamoja na rasimu ya ilani ya chama kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025-2030. Katika kikao hicho, halmashauri kuu ya CCM iliridhia mapendekezo ya marekebisho ya kanuni hizo, lengo likiwa ni kuimarisha demokrasia, uwazi na kupanua uwakilishi wa wanachama katika michakato ya uteuzi wa wagombea. Marekebisho hayo yanahusisha mabadiliko katika mchakato wa uchujaji na uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi wa majimbo na udiwani katika kata na wadi. Aidha, marekebisho hayo pia yanahusiana na mchakato wa uchujaji na uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani kwa viti maalum kwa wanawake, lengo likiwa ni kuimarisha uwakilishi wa wanawake katika vyombo vya dola. Pia halmashauri kuu ilijadili na kuridhia upanuzi wa wigo wa idadi ya wajumbe wa vikao vya chama na jumuiya zake watakaoshiriki katika kupiga kura za maoni. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha kuwa wanachama wengi zaidi wanapata nafasi ya kushiriki katika michakato ya uteuzi wa wagombea wa nafasi za uongozi. Kwa upande wa uteuzi wagombea wa nafasi za ubunge kwa Jumuiya ya Wanawake Tanzania, mchakato umewekwa wazi zaidi ambapo vikao maalum vya mikoa vitakuwa na wajumbe wote wa mkutano mkuu wa UWT wa mkoa pamoja na wajumbe wa kamati za utekelezaji za wilaya na kata. Kwa upande wa Zanzibar, vikao vya UWT vitajumuisha wajumbe kutoka mikoa, wilaya, jimbo, kata na matawi. Vile vile kwa upande wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya ya wazazi, kura za maoni kwa waombaji nafasi za ubunge pamoja na uwakilishi wa viti maalum kwa wanawake zitapigwa na wajumbe wa mikutano mikuu ya taifa ya jumuiya hizo. Marekebisho haya pia yanaweka ukomo wa vipindi viwili vya miaka 5 kwa nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani kwa viti maalum kwa wanawake, na ukomo huo utaanza kutumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2030. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka? Limewaka ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi yameiva faster tu. Nishatini maendeleo. Umewaka huo. Unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.